Na kwa hawa ambao tayari tulishawapa kazi, fanyeni tathmini kila mmoja ambaye tulishampa kazi, tulishampa fedha ya kuanza kazi, tuipime kazi hiyo kama inalingana na fedha aliyoipata. Kama katumia kwingine, hiyo ni hujuma. Lazima na yeye nilikuwa natafuta neno zuri, tumshikishe adabu. Lazima awe na heshima na nchi yetu. Ili haya mambo yote ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza, ili yaweze kufanyika, ili yale yaliyopo kwenye ilani yaweze kufanyika, ili dira hii iweze kufanyika, iweze kutekelezwa, mambo mawili lazima yafanyike. Moja ni nidhamu. Nidhamu watumishi wa umma, nidhamu viongozi, nidhamu hawa wanaopewa kazi. Lazima nidhamu hii, lazima watekeleze haya majukumu kwa nidhamu. Na nimeelekeza, na haya ndiyo maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa viongozi wote, na mimi kama msimamizi naelekeza utekelezaji wake. Kila mmoja asimamie yule aliye chini yake, kila mmoja asimamie yule anayemwangalia, iwe kwenye mradi. Kuna utaratibu wa kupakapaka mafuta ziara zinapokuja, ndio unaona kupakapaka mafuta. Hata mkandarasi ambaye alishaondoka site miaka na miaka anarudi. Hii tukigundua eneo mtu kapewa kazi afanye, ameshatoweka, inatokea ziara ya kiongozi mkuu, wenda Mheshimiwa Rais, wenda makamu wa rais, alafu ndio anajitokeza kwamba hajawahi kusimamiwa. Wale wote ambao walitakiwa kusimamia, wale wote ambao walitakiwa kuchukua hatua, na wenyewe watakuwa na hatia. Tumesema wananchi wasikilizwe, nimesema mikoa mingine na nasema na hapa, na watu waendelee kuisikiliza, waendelee kufanyia kazi haya. Tumegatua madaraka, tumeongeza maeneo ya utawala ili mwananchi asiende mbali kufuatilia jambo lake. Hiyo ndio maana halisi ya ugatuaji wa madaraka. Mwananchi anayetoka Kamsamba akutane na mtendaji wa serikali pale pale. Hatujaongeza maeneo ya utawala ili kuongeza vyeo. Tumeongeza maeneo ya utawala ili mwananchi shida yake itatuliwe pale pale alipo. Mheshimiwa Rais ametoa magari, ametoa pikipiki kwenye viongozi. Haya magari sio ya kuendea semina, haya magari sio ya kuendea kwenye mikutano, haya sio ya matembezi. Tunataka mtu aende, kiongozi aende pale wananchi walipo, na wasikilize, na kama kero ile inamzidi uwezo wake, yeye mwenyewe aipeleke ngazi inayofuata. Hiyo ndo maana halisi ya ugatuaji wa madaraka. Sio mwananchi anakuja, anasikilizwa, anaambiwa uje kesho. Kesho akija anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akija anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija, hata shida ambayo mwananchi alileta imeshasahaulika. Hivi ulisema una shida gani? Mwananchi anaamua kupambana yeye mwenyewe kwenda makao makuu. Tuna wananchi wanapambana kupeleka hoja yao mpaka kwa rais. Viongozi hapa wote wako wapi? Na shida hiyo walishaipata, na shida hiyo ina majawabu. Watu kupuuza shida za watu. Viongozi uko ofisini, unalipa kila mwezi, unapuuza shida ya watu. Mwananchi anaamua basi abebe bango tu ili kiongozi kwa sababu ofisi zote kashapita, basi anaamua abebe bango ili kiongozi alione yeye mwenyewe, na hilo bango ananyang'anywa kabla ya kiongozi hajafika. Hii imkute kila kiongozi, imkute kila mtumishi wa umma. Jambo linapofika kwenye deski lako, shughulika nalo. Linakuzidi uzito, peleka kwenye ofisi yenye majawabu ya jambo hilo. Hii ndiyo utaratibu wa ufanyaji kazi kwenye ugatuaji wa madaraka. Na mimi nimesema kwa kuwa haya ndiyo maelekezo na uelekeo wa serikali, na mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali,
wale wazembe watakaoshindwa kutekeleza haya, wale wavivu, wala rushwa watakaoshindwa kutekeleza haya, watakutana na fiekeo, watakutana na ratu. Na nimeona Mheshimiwa Naibu Waziri umefanya kazi nzuri sana kule ulikopita. Mheshimiwa Ruben, umefanya kazi nzuri sana. Na mwelekeza Katibu Mkuu, hawa watu wote ambao Naibu Waziri usema wasimamishwe, Katibu Mkuu kamilisha uchunguzi haraka, wala wasihamishwe vituo, wala wasisimamishwe. Ukishajiridhisha wana makosa hayo, wafukuzwe. Nchi hii haina upungufu wa watu wa kufanya kazi. Ile orodha yote ya wale wanakutwa na ubadhilifu wa fedha, alafu aanze tena kutumia fedha ya umma kwenda kujibu, aendelee kulipwa huku ameshatuibia. Wale wote wenye tuma, Katibu Mkuu TAMISEMI pamoja na Katibu Mkuu Utumishi, fuatilieni. Ikithibitika wamekiuka masharti ya kazi, wamekiuka maadili, wasisimamishwe wala kuhamishwa, wafukuzwe. Ndio. Na nimesema juzi, nimeenda pale kwenye Sekretarieti ya maadili, nimeelekeza sheria ile iangaliwe upya. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema waziri mkuu ndio atakayekuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi na utekelezaji wa shughuli za kila siku za serikali, na kutekeleza ama kufanya maelekezo ya Mheshimiwa Rais yatekelezwe. Umekuwepo utaratibu wa kujaza fomu kwa utaratibu, wanajaza viongozi, alafu sio wao wasimamizi wa mikataba, sio wao waingiaji wa mikataba. Wale wanaoingia mikataba wao wanakuwepo tu, wanakula shushu tu pale. Mnamuona anamea tu, wengine wanasinyaa, yeye anamea tu, alafu na fomu ajazi. Iangaliwe upya. Kila mtu aijaze fomu hii. Kila mtumishi wa umma aijaze fomu hii. Na ataje anapoingia na nini, anapokuwa na nini, anapomaliza na nini. Kila mtu anaingia tu, mnamuona kijana kaingia leo tu, badala ya kukusanya mapato ya kajenga hospitali, anakusanya anajenga mfukoni kwake. Tutaifanyia hiyo, itarekebishwa hiyo. Ili haya mambo Mheshimiwa Rais ambayo ameelekeza na amekuwa kila wakati akielekeza, ili yaweze kutekelezwa, lazima hii ya nidhamu ifanyike, na lazima mtumishi yeyote wa umma aogope kugusa mali ya umma. Asiyeogopa tutamlazimisha kuhakikisha agusi mali ya umma. Lakini jambo la pili, ili haya yote ambayo yameandikwa kwenye dira, ahadi za ajira kwa vijana, miradi mipya ya maendeleo, masuala ya afya, masuala yaliyoahidiwa kwenye ilani, miradi ya maendeleo, ili haya yote yafanyike, lazima Watanzania wote tuwajibike kudumisha amani ya nchi yetu. Na mimi niwaambieni Wanatunduma, amani si jambo la serikali. Amani si jambo la viongozi. Amani ni jambo la nchi. Amani si jambo la mnufaika wake, sio chama kimoja cha siasa. Ni jambo la nchi nzima. Na mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe, pale pale ulipo. Ni mnufaika wa kwanza pale pale ulipo.